Na wasalimu kwa jina la Muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufikisha siku hii ya leo, sisi sote kwa na afya. Lakini pia napenda kuishukuru serikali ya Tanzania iliyo chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na baada ya hapo napenda kumshukuru Naibu Waziri kwa kujumuika nasi katika hafla hii ya leo. Asante sana. Nipende kuishukuru TALTA, uongozi wote wa TALTA. Napenda kuwashukuru sana kwa kuona leo ninaweza kufaa katika hii hafla na kupata tuzo hizi zenye heshima kabisa, nikikabidhiwa na Mheshimiwa Waziri kwa mapenzi na uono wenye nuru katika jamii yetu ya Kitanzania. Baada ya hapo napenda kuwashukuru Watanzania wote ambao mliniombea dua na mliumizwa na lile ambalo linikuta na bado mnaendelea kuumia. Lakini mimi niwape moyo kwamba alhamdulillah, katika yale Mwenyezi Mungu aliniepusha na mengine zaidi na akaniachia uhai, akaniachia afya ili niweze kupambana. Baada ya hapo niweze kulea watoto wangu. Lakini katika hayo yote sijawa Halima wa baada ya kuwa na taaluma yangu ya udereva. Bado naiishi na dua zangu zilikuwa kuendelea kuiishi hii taaluma, na alhamdulillah siku hii ya leo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Naishukuru serikali ya Tanzania ya Mama Samia, nimeonekana katika hili na dua zangu zimeitikiwa. Sikutegemea kama wito huu leo utakuwa wenye manufaa makubwa kwangu. Sikutegemea kama mapenzi haya viongozi wa TALTA wangenionyesha surprise hii. Hawakuniambia haya yote, waliniambia tu tunakualika kwenye hafla yetu ukiwa kama kioo cha jamii cha taasisi yetu ya udereva, ili uweze kuwaonyesha wanawake wengine na madereva wengine katika hii taasisi ya udereva. Asanteni sana uongozi wa TALTA, Mwenyezi Mungu awazidishie kwa kila kitu. Nina mambo mawili ya kuzungumza kwa uchache wa muda. Jambo la kwanza, natoa wito kwa madereva wa kike. Natoa wito kwa wanamama, natoa wito kwa wadada. Kazi ya udereva sio kazi ya wanaume pekee, ni kazi ya kila jinsia, mwanamke ama mwanaume. Lakini haifanywi kwa mwanamke kuieti kama ni mwanaume, nikimaanisha kwenye stara. Unapoingia udereva, wewe mtoto wa kike, nenda kaiishi stara yako. Kaonyeshe wema wa kike. Mwanamke ni mama, mwanamke ana mapenzi, mwanamke ana huruma. Kaonyeshe yale yote. Kama ni kwa abiria, onyesha kwa abiria wako, na kama ni kwenye maroli, basi onyesha kwa mabosi zako ama kwa wale watu ambao wanaweza kukutuma mizigo yao kupitia roli zao. Lakini pia wanawake wengi sasa hivi madereva kusini, bado baada ya mimi kupata ajali hajatokea mwanamke kuja kurikava nafasi yangu. Mimi naomba atokee mwanamke arikave nafasi yangu. Hii taaluma naiishi na ni ndoto yangu. Wallahi naipenda sana. Na nikija kuona yupo mwanamke akarikava nafasi yangu kwa mazingira yoyote, nitajitahidi hata kwa kidogo nilichonacho na mimi nimpe tuzo. Ninaipenda sana hii taaluma ya udereva, ndio maisha yangu na bado ninaiishi. Unapokuja kuwa dereva wa kike, ili iwe story nzuri kwenye maisha yako, kama ambavyo leo mimi imekuwa story nzuri kwenye maisha yangu, sikuweka dosari la heshima ya mwili wangu, sikuweka dosari la heshima ya mavazi yangu.
Nilivaa stara mpaka siku napata ajali nilikuwa na stara, ndio maana sikudhalilika ile siku, alhamdulillah. Kwa hiyo nawahusia wanawake wote ambao sasa hivi ni madereva na ambao mna ndoto hii ya kuja karibuni, ila ninachowahusia, msivae vibaya, msiwe matomboi, msiache kuvaa kama wanaume, kwa kuwa hili tukio ni linasababisha watu wahisi ni kazi ya wanaume. Tuvae stara, tujiheshimu, tuheshimu watu. Tuthamini hata wale abiria ambao tunawabeba ndio mabosi zetu na ndio thamani yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kuivaa stara, ndicho kitu ambacho nakiomba sana. Lakini jambo la pili, ninakuomba naibu waziri, tasnia ya madereva bado haijapata mtetezi. Naibu waziri, naomba uendelee kupigania tasnia hii, kutafuta mtetezi wa madereva ili kuweza kuondoa stress za madereva, kuepuka zile ajali. Dereva ana kazi ngumu sana na anapitia magumu sana. Atoke ofisini amekwazana na bosi wake, aje barabarani akutane na truki, aje kwenye basi, mfano basi, akutane na abiria wake, na walori akutane na bosi wa mzigo wake, aje kwa LATRA akutane na VTS. Anakutana na mambo mengi. Nyumbani ameacha mume au mke, anakutana na stress zake. Na yule ni mwanadamu pia, anakutana na mambo mengi. Linapotokea tatizo, lijaribu kufuatiliwa tatizo hili limesababishwa na nini, basi hakika madereva wahukumiwa kwa haki zao. Mimi naomba kabisa Mheshimiwa Naibu Waziri, hili lifike mezani, madereva wathaminike, wapewe heshima zao, kulipwa kwa wakati, kulipwa kwa makubaliano, mikataba ya kazi, na matajiri kujiunga kwenye mifuko ya malipo ya wafanyakazi, mifuko ya fidia ya wafanyakazi, mfano WCF, NCCF, vitu ambavyo baadaye havitakuja kuwagombanisha kati ya madereva na wafanyakazi, kama ambavyo leo mimi na tajiri yangu hatujawa story kwenye mitandao ya jamii, Omari Superfeo. Namshukuru pia kwa kile ambacho alikionyesha kwangu, japo hakikuwa kikubwa, lakini bado kinanisaidia katika maisha yangu kupitia mfuko wa WCF. Nawashukuruni sana Watanzania kwa kila kitu kwenye maisha yangu. Asante sana.